Simama hapo. Utatambulisha nafasi yako, unaongea pamoja na nusu au kwa majina naitwa Msumekela, jina maarufu Msumekela. Niko mbele yenu nikiomba ridhaa ili walio wengi wanajua yangu kama kuna sehemu nilikuwa na feli au niko vizuri. Naona ni mengi zaidi yanajieleza ile kusema matarajio. Kweli kusudio langu ni kuifanya jamii ya Kazalima kuwa wamoja. Sasa hivi kuna hiyo mashahidi kabla tunafika hii hatua kulikuwa na kama mgawanyo. Hii yote inatokana na labda na uongozi uliokuwepo au namna gani ulivyo. Fupi tu kwa machache, naombeni ridhaa yenu fanya kazi. Maswali kwa jina naitwa Fundi Site. Naomba kuuliza swali kwa mgombea. Umeongoza kwa muda mrefu, labda tuambie ulifanya kitu gani ndani ya uongozi wako? Asante sana. Nashukuru sana. Jamani, yaliyofanyika si moja wala mawili, ni zaidi ya matatu. Jambo la kwanza kabisa, ndio ingia nikiwa kwenye uongozi wangu kama mwenyekiti, ilikuwa ni huduma ya usafi. Hiyo kitu vikati ni mikakati yote imefikia mikononi mwangu mpaka hapa. Cha pili ni mpangilio wa mitaa. Mpangilio wa mitaa, nakuta kuna mwenyekiti labda wa kwanza, wa pili, wa tatu na mama yake. Lakini mimi ndio nilizalao ule mfumo. Kwa hiyo hayo machache mawili tu, ya kwanza kabisa ninatambulisha kwamba nilifanya nini wakati tukiwa Asante mheshimiwa mgombea nafasi ya mwenyekiti wa soko. Kama ukuuliza maswali yangu mawili tu. Moja. Ndani ya utawala wako wa miaka 10 iliyopita, nakushukuru umefanya shughuli ya usafi, tunaona. Swali yangu moja tu. Kwa nini soko la uza mboga limekosa umeme mpaka leo? Hili soko la mboga kukosa umeme sio jukumu la mwenyekiti wa soko, kwani hiyo ni uwekezaji wa serikali ya kijiji. Kwa hiyo ile liko mule wafanyabiashara wapangaji, mwenye nyumba na halmashauri ya kijiji. Kwa hiyo ile kifupi na umeme umekosekana, nafikiri mimi nikiwa niko nje ya madaraka. Bosi kubwa. Hatukusikii. Nina swali moja dogo. Umekuwa kiongozi kwa muda mrefu, umehudumu hili soko. Ni kipi kilichokushawishi kurudi kugombea wakati ulikuwa kiongozi? Kuna madhaifu gani uliyaona kwenye soko? Na kitu gani kilichokushawishi wewe kurudi kugombea? Madhaifu mengi. Madhaifu, jambo la kwanza ni wafanyabiashara kuwa na uoga. Kulikosekana. Cha pili, viongozi au kiongozi aliyekuwepo aliwatengenezea wafanyabiashara kwa binafsi. Na ndio maana mpaka dakika ya leo mtu wa ng'ambo anahesabika kama sio mfanyabiashara kwa sababu ya yale mahusiano yapo. Nimeshawishika kurudi kugombea
baada ya kujiridhisha kwamba kuna vitu ambavyo tayari vinaenda sikuelekea kulingana na jinsi vilivyo. Kwanza, viongozi wa mitaa kwanza walikuwa wanatambulika kama la pili, mpangilio wa utendaji hauko kama tulivyokuwa nayo mwanzo. Nikiwa na maana kuna uzalishaji unaotokana na soko, taarifa za ule uzalishaji wa biashara hakuna anayetambua. Kwa maana ya mapato na matumizi, tangu nimeondoka nimekaa zaidi ya miaka 4-5 nje, sijasikia mkutano wa mapato na matumizi yanayotokana na wafanya biashara. Hilo jambo la kwanza ni sahihi, na ni haki ya msingi wa mfanyabiashara atambue anachochangia, kinachomrudia na anachonufaika nacho kulingana na yale anayoyafanya. Sasa ikikosekana, ina maana tayari kuna madhaifu ya utendaji, na hicho kitu ni siku walau nikipewa ridhaa kuja kuamsha hicho kitu ili kila mmoja ajue alipo, anachochangia na kinachomrudia kinamfanyia kazi. Gracias.